Kwa nini Irani ina mfupa mgumu kutafuna kwa Marekani? Ukweli ambao hukuwahi kuambiwa. Kwa miaka mingi dunia ilikuwa ikishuhudia mvutano mkubwa kati ya Irani na Marekani. Mara nyingi watu hujiuliza, ikiwa Marekani ina jeshi kubwa zaidi duniani na teknolojia za kisasa za kijeshi, kwa nini haikuwahi kuivamia Irani moja kwa moja kama inavyofanya katika baadhi ya nchi nyingine? Jibu la swali hili ni pana na linahusisha nguvu za kijeshi, jiografia, siasa za kimataifa, uchumi wa dunia pamoja na ushawishi wa Irani katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Hii ndiyo sababu Irani mara nyingi huitwa mfupa mgumu kutafuna kwa Marekani. Historia ya uhasama kati ya Irani na Marekani. Mahusiano ya Irani na Marekani hayakuwa mabaya siku zote. Kabla ya mwaka 1979, Marekani ilikuwa mshirika mkubwa wa Irani chini ya utawala wa Shah Mohammad Reza Pahlavi. Hata hivyo, mwaka 1979 kulitokea na mapinduzi ya Kiislamu yaliyomondoa Shah madarakani na kuanzisha mfumo wa Kiislamu unaoongozwa na viongozi wa kidini. Tangu mwaka huo, serikali mpya ya Irani ilianza kupinga sera nyingi za Marekani katika Mashariki ya Kati. Mvutano uliongezeka zaidi baada ya wanamapinduzi kuvamia ubalozi wa Marekani mjini Tehran na kuwashikilia mateka raia wa Marekani kwa zaidi ya siku 400. Tukio hilo lilibadilisha kabisa uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Irani ina jeshi kubwa lenye uzoefu. Ingawa Marekani ina uwezo mkubwa wa kijeshi, Irani pia si taifa dhaifu kama unavyodhani. Irani ina jeshi la kawaida lenye mamia ya maelfu ya wanajeshi, kikosi maalum cha walinzi wa mapinduzi IRGC, makombora ya masafa marefu na ya kati, ndege zisizo na rubani yani drones za kisasa, vikosi vya majini vinavyoweza kufanya mashambulizi katika Ghuba ya Uajemi. Kwa miongo kadhaa, Irani imekuwa ikiwekeza sana katika teknolojia ya makombora kwa sababu imekabiliwa na vikwazo vya silaha kutoka mataifa ya Magharibi. Leo hii wataalamu wengi wanaamini kuwa Irani ni miongoni mwa mataifa yenye uwezo mkubwa zaidi wa makombora katika Mashariki ya Kati. Jiografia ya Irani ina changamoto kubwa. Moja ya sababu zinazofanya Irani kuwa ngumu kuvamiwa ni ukubwa wake. Irani ina eneo kubwa sana lenye milima mirefu, majangwa makubwa, miji mingi yenye watu wengi, miundombinu inayotawanyika katika maeneo tofauti. Vita vya kuivamia Irani vingehitaji maelfu ya wanajeshi. Vita vingi ni gharama kubwa sana. Wachambuzi wengi wa masuala ya kijeshi wanaamini kuwa vita vya ardhi dhidi ya Irani vingekuwa vigumu zaidi kuliko vita vya Iraki mwaka 2003. Irani ina washirika wengi kanda ya Mashariki ya Kati. Nguvu ya Irani haishi ndani ya mipaka yake. Kwa miaka mingi, Irani imejenga ushawishi mkubwa kupitia makundi ya washirika mbalimbali katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Washirika hao wanaweza kupatikana katika Lebanon, Iraki, Syria, Yemen, maeneo mengine ya ukanda huo. Iwapo vita vikubwa vikizuka, mgogoro wao unaweza kusambaa katika nchi nyingi kwa wakati mmoja. Hali hiyo inaweza kuifanya Marekani ushiriki kwake ukabili changamoto katika maeneo mengi kwa wakati mmoja. Athari kwa masoko ya mafuta duniani. Irani iko karibu na mlango wa Hormuz, njia muhimu sana ya usafirishaji wa mafuta duniani. Sehemu kubwa ya mafuta yanayouzwa kimataifa hupitia katika eneo hilo. Iwapo kutatokea na changamoto katika eneo hilo, bei ya mafuta zinaweza kupanda kwa kasi, uchumi wa dunia unaweza kuathirika, gharama za usafiri wa bidhaa zinaweza kuongezeka. Kwa sababu hiyo, mataifa mengi duniani hupendelea suluhisho za kidiplomasia badala ya vita moja kwa moja. Irani imejifunza kutoka vita vya zamani. Kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1988, Irani ilipigana vita vikali dhidi ya Iraki. Vita hivyo vilisababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu na uharibifu mkubwa. Kutokana na uzoefu huo, Irani imejifunza kujenga uwezo wa kujilinda, kutengeneza silaha zake ndani ya nchi, kuandaa mifumo ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya nje. Uzoefu huu umeifanya Irani kuwa taifa lenye maandalizi makubwa ya usalama kuliko mataifa mengine katika eneo hilo. Programu ya nyuklia ya Irani inasema kuwa programu hiyo inalenga matumizi ya amani kama kuzalisha umeme, tafiti za kisayansi, matumizi ya kitabibu. Hata hivyo, baadhi ya mataifa ya Magharibi
yanatoa wasiwasi kwamba teknolojia hiyo inaweza kutumiwa kutengeneza silaha za nyuklia. Hii imekuwa chanzo kikubwa cha vikwazo vya kiuchumi na migogoro ya kidiplomasia katika miaka mingi. Marekani inafahamu gharama za vita. Vita vya Afghanistan na Iraki viligharimu Marekani fedha nyingi sana na maisha ya wanajeshi wengi. Kutokana na uzoefu huo, viongozi wengi wa Marekani wamekuwa angalifu kuhusu kuanzisha vita vipya vikubwa Mashariki ya Kati. Kuivamia Irani kunaweza kuhitaji bajeti kubwa sana, operation ya muda mrefu, ushirikiano wa mataifa mengi, kukabiliana na athari za kisiasa ndani na nje ya Marekani. Hivyo mara nyingi Marekani imechagua kutumia vikwazo vya kiuchumi, diplomasia na shinikizo la kimataifa baada ya uvamizi wa moja kwa moja. Je, Irani haiwezi kushindwa? Ni muhimu kuelewa kwamba hakuna taifa lisiloweza kushindwa. Marekani bado ina uwezo mkubwa zaidi wa kijeshi duniani katika nyanja nyingi kama nguvu za anga, meli za kivita, satellite za kijeshi, teknolojia za kisasa. Hata hivyo, hoja kuu si kama Irani inaweza kushindwa au la, bali ni gharama na madhara ambayo yatatokea kabla ya ushindi wowote kupatikana. Ndio maana wachambuzi wengi huona Irani kama adui ambaye ni mgumu sana kukabiliwa naye kijeshi. Hitimisho, Irani huitwa mfupa mgumu wa kutafuna kwa Marekani kwa sababu ya mchanganyiko wa mambo mengi: jeshi lenye uwezo, makombora ya kisasa, jiografia ngumu, ushawishi mkubwa katika Mashariki ya Kati, umuhimu wake katika soko la mafuta duniani na uzoefu wake wa muda mrefu wa kujilinda dhidi ya vitisho vya nje. Kwa sababu hizo, mgogoro kati ya Irani na Marekani mara nyingi huchezwa katika medani za kidiplomasia, vikwazo vya kiuchumi na ushawishi wa kisayansi kuliko katika vita vya moja kwa moja. Hata hivyo, hali ya mahusiano katika nchi hizo mbili inaendelea kubadilika kulingana na matukio ya kimataifa na maslahi ya kisiasa ya kila upande.